Hii ni EMP Africa Radio. Baadhi katika vituo mbalimbali vya maafisa usafirishaji wa pikipiki yani bodaboda katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Singida, na kufanikiwa kuzungumza na waendesha bodaboda ambao wanatoa malalamiko yao kuhusiana na kukithiri kwa wimbi la wizi wa pikipiki ndani ya mkoa wa Singida, huku pia wakisema imekuwa kirejesha nyuma jitihada zao katika kutafuta riski mbalimbali ikiwamo katika swala zima la kupambania ndoto zao. Wezi wanavyokuja kuiba pikipiki wanaiba kwa njia nyingi. Wapo wanaiba kwa kupora, anakuchukua kama ni abiria, unafika mbele unakutana na mwingine hivyo kasimama, anakupiga unanyang'anya bodaboda. Wengine wanatumia njia za mnadani, umepaki pikipiki, unatoka ndani kule mnadani kurudi huku ulikopaki pikipiki unakuta pikipiki imeshaibiwa, imekokotwa na ufunguo unakuwa nayo wewe mwenyewe. Yaani inakuwa ni changamoto kubwa sana. Pikipiki ni ajira kama ajira zingine. Maki ndio inatufanya tutafute riziki. Mwizi anapokuja kukuibia pikipiki, yani atakutoa kwenye mfumo wa maisha, hata utafutaji pia utadhoofika. Hii ni changamoto ambayo sisi maafisa usafirishaji wa hapa Singida mjini ambayo imetukumba kwa muda mrefu. Sana sana wakifika labda kwenye kituo au kwenye sehemu ambazo wanataka wapore pikipiki, akuja mtu mmoja anachukua pikipiki, kifika mbele ule ambaye alimchukua bodaboda kituoni, yeye ndio anaenda kumkaba ule bodaboda, wanampora ile pikipiki, ila mbele wanakuaga wengi. Kibiwa pikipiki ni jambo baya sana, unajikuta mara nyingine hata kimaisha unayumba. Bwana Abdul Saleh Mitigo ni mwenyekiti wa chama cha waendesha pikipiki pamoja na bodaboda yani maafisa usafirishaji katika mkoa wa Singida, ambaye anasema kumekuwepo na changamoto hiyo, huku pia akiwataka waendesha vyombo hivyo vya moto kuhakikisha wanakuwa makini, ikiwa ni pamoja na kuangalia usalama wao na kuacha tamaa za kifedha ambazo zimekuwa zikihatarisha maisha yao. Tuwe makini na sisi, tusiingizwe kwenye tamaa tukafuata fedha alafu tukaacha kujiangalia sisi. Kwa hiyo tuwe makini, tunatafuta fedha na angalia usalama wako. Anakuja mtu muulize mara mbili, hata ikibidi kumsachi. Kuna mwaka juzi kama miaka miwili au mitatu tulibaini mwizi kwa design ile stendi mpya, amemkodiwa kijana, akasema bwana tusachiane. Ilikuwa kwenye mida ya saa 3 usiku, kweli ikasachiwa na yeye kamsachi yule bwana, akamwambia huna kitu, lakini kumbe yule jana alishaona huyu bwana alikuwa ana vile vitu katika mwili wake, kuna chuma, kuna nondo, aliziona. Lakini alipotoka nao pale, aliingia mwanae moja kwa moja, alimpeleka kituo cha polisi na akakamata yule bwana na akasachiwa kweli, amekutwa na nondo, akakutwa na panga. Kwa hiyo yule kijana alikuwa anakwenda kumalizwa na pikipiki ilikuwa inachukuliwa. Kwa hiyo mimi nawaelekeza tu vijana wangu, tuwe wajanja na sisi madereva. Mtu anapokuja tumwambie tusachiane, msachi, mimi ni sachi na wewe ni kusachi, twende. Hata hivyo, mara baada ya malalamiko hayo kutoka kwa maafisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Singida, Jambo FM imefika katika ofisi za kamanda wa polisi mkoa wa Singida, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Amon Kakwale, ambaye anakiri kuwepo kwa changamoto hiyo, huku pia akithibitisha kukamatwa kwa baadhi ya watuhumiwa pamoja na madalali wa wizi wa pikipiki katika kipindi cha hivi karibuni ndani ya mkoa wa Singida. Jitokeza wimbi la wizi wa pikipiki ndani ya manispaa yetu. Mpaka hapa ninachosema na wewe, watuhumiwa wapatao 12 mbaloni kupitia joint operation inayofanyika ndani ya mkoa, na pikipiki zipatazo 8 mbaloni, lakini zikiwa pia na madalali wanaofanya hizo hujuma ndani ya mkoa. Kwa hiyo niseme tu kwamba hakuna kitakachofanyika jeshi lako la polisi ndani ya mkoa wetu wa Singida likanyamaza au likafumbia. Litaendelea kushirikiana na wadau wanaochukia uhalifu. Mkono wa sheria ulishawadaka, ulishawarukia kama mwewe ambavyo wanarukia vifaranga. Tumewashughulikia na tutaendelea kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria za nchi bila kuonea muhali kwa lolote. Ikumbuke kuwa wizi wa pikipiki ni tatizo ambalo limekuwa likiendelea kuathiri jamii kwa namna moja ama nyingine, ikiwamo hasara ya kifedha na usumbufu kwa wamiliki wa vyombo hivyo. Kutoka hapa katika manispaa Singida mkoani Singida, hii ni 101.1 na hili ni Jambo la Leo. Mimi ni Saulo Steven, Jambo FM.